kisha hapo unaposema wewe, na wote mnafahamu busara zilizotumika kuimaliza mechi na 184. Mbele ya busara hiyo sisi Yanga hatuna neno la kuongeza. Mbele ya busara hiyo tunaamini kama ambavyo jana mechi imechezwa kwa haki na kila mtu kashuhudia football yenye viwango vya juu, kila mtu kafanya jukumu lake, mechi imekuwa safi. Tunaamini kipimo cha mechi ya jana, tunaamini, ni imani yetu, kipimo cha mechi ya jana ndio kitakuwa kipimo cha ligi yetu kwa msimu unaokuja. Yaani tunaamini kwamba next season tutapata ligi ambayo inaisha pale, mashabiki wanaondoka wana discuss football 100%. Hakuna vitu vingine vya kujadiliwa zaidi ya mchezo wenyewe ulivyochezwa. Kwa tunaamini mechi ya jana ni kipimo kwetu sisi, ni kipimo kwa wapinzani, ni kipimo kwa wadau wote, kwamba ndio standard ya ligi tunataka kuwa nayo msimu ujao inshallah. Karibu. Asante. Naitwa Jani kutoka Yoma. Swali langu ni kanuni inatoa wito kwa timu kutaka kuzungumza kuhusiana na uamuzi wa mwamuzi baada ya mchezo. Inaonekana kabla ya mchezo kama Yanga pia mfahamu kwamba uamuzi utakuwa unatokea nje ya Tanzania. Pengine mngehoji baada ya mchezo. Je, mtaendelea kuhoji ama mmeridhika na uamuzi wa mwamuzi? Kwanza ambacho hujakifahamu, kanuni ile wewe umeisoma nusu labda, lakini kanuni ile inaelekeza club zitakuwa na nafasi ya kupinga uamuzi wa muamuzi aliyeteuliwa siku 3 kabla ya mchezo. Kwa hiyo muamuzi kuna kabla, wakati na baada ya mchezo. Sisi hatukupinga muamuzi yule kuchezesha dabi. Tulihoji kuhusu vitu mbalimbali. Na hivyo vitu siwezi kuvisema hapa, kwa sababu kanuni hiyo hiyo inavielekeza vilabu kama ina vitu vya kuhoji, malalamiko, maoni, ni kuwasilisha kwa maandishi kwa TFF. Na ndiyo taratibu ambayo club tuliifanya. Kwa tulichowaambia ni kwamba tumewasilisha barua yetu kwa TFF kuhusu muamuzi. Na ndiyo kanuni ilivyotuelekeza, lakini tumezuiliwa kujadili hayo mambo kwenye vyombo vya habari. Na ndio maana hatukujadili na nyie nini tulikuwa tunawaza, tukawaandikia moja kwa moja TFF. Kwa kilichoendelea hapo ni mawasiliano ya TFF na vilabu kama kanuni zinavyoelekeza, na mambo yamekwenda vizuri alhamdulillah. Sio mimi kaka, kila mtu mwenye akili timamu ameridhishwa na uamuzi wa siku ya jana. Kila mtu mwenye akili timamu ameridhishwa na uamuzi wa siku ya jana. Kama kuna mtu atakuwa na mashaka na yule muamuzi, basi mashaka ya kwanza yapo kwenye kichwa chake, sio yule muamuzi. Hatusemi kwamba Aba amefanya kwa 100%, lakini tumeona akifanya, na sio kuna wakati fulani jana niliona wakati Pacome kapewa kadi ya njano, walianza kuandika mitandaoni kutuzodoa, lakini tulikuwa tunajua huyu mtu anasimamia kiwango kile kile ambacho tunaamini mechi itakuwa zichezeshwe. Kwa hiyo mtu ambaye atampinga yule muamuzi wa jana, shida ipo kwenye kichwa chake. Lakini amejitahidi sana kuchezesha mechi kwa spidi ya ile mechi, kasi ya ile mechi, uamuzi wa matukio, na tunaamini kwa 100% kubwa alifanikiwa. Tumpongeze kwa hilo. Karibu. Kwanza ni wapongeze klabu ya Young Africans kwa ushindi huu ambao umepatikana siku ya jana. Lakini swali la msingi ambalo nataka, mara ya mwisho kama mnakumbuka, mtendaji mkuu wa klabu yetu alikwenda TFF, na alipotoka pale TFF alizungumza kwamba amewasilisha barua yetu pale TFF, na sisi kama club tunaamini taasisi hizi zinawasiliana kwa njia ya barua. Mpaka sasa hivi mambo yanakwenda vizuri. Pakitokea shida yoyote tutawaambia, bwana tumeshindwa kwenda Zanzibar kwa sababu hii na hii na hii. Lakini mpaka mazungumzo yanakwenda, maana ya mazungumzo kwa taasisi kuwasiliana, yanakwenda vizuri. Kwa hiyo tunaamini mpaka kufikia hiyo siku ya mchezo wa 29 jambo hili litakuwa limemalizwa, na umalizaji kwa upande wa Yanga ni rahisi tu, hela yake basi.
Kwa tunaamini jambo hili litakuwa limemalizwa na mbungi itakuwa basi. Naomba uthibitishe kidogo, kwa sababu TFF walisema kwamba madeni, pesa hiyo ilikuwa inalipa madeni. Je, ni kweli? Nimekwambia vizuri ndugu yangu, taasisi hizi zinawasiliana kwa barua, na ndio standard ya taasisi kubwa kama hizi. Lazima mtumiane barua, mfanye hizo discussion na watu waweze kuelewa. Sasa hivi ndio taratibu hizo zinaendelea hapo katikati. Kwa hiyo siwezi mimi kuzisemea zimefikia hapa kama sijapewa afika tamati na nikaambiwa nikazisemea. Kwa hiyo timu inaendelea kama ilivyokuwa na 184. Timu ilikuwa inaendelea maandalizi yake, lakini taratibu nyingine zinashughulikiwa. Kwa hiyo na hilo pakitokea changamoto ya kukwamisha, tutakuja kuwaambia, wala hakuna shida. Tutakuja kueleza wanachama, mashabiki wetu watafahamu bwana, kuna changamoto hii, tumeshindwa kucheza mechi ya Zanzibar, lakini jambo likienda sawa tutacheza hiyo mechi inshallah. Kwa taratibu zinaendelea. Kwa hatuwezi kukaa hapa tukazungumzia taratibu ambazo tayari kiofisi zimeshaanza kufanyika. Karibu. Kurudisha nyuma hapo ni mazungumzo yako, umesema kwamba moja mpango ambao mnao ni kufunga mchezo wako mara 10 mfululizo. Lakini wao bado wanatamba na rekodi ya Kibanene kufunga hat-trick katika michezo ya ndani, lakini pia wanatamba na kulisita. Kwa maana hamjavunja rekodi ya hat-trick. Sisi bwana hatuna shida na hizo hat-trick hizo. Sisi tuna shida kama hivi. Wamekuja uwanjani, tumewaweka, tumekunywa supu. Basi. Yaani sisi hatuna shida sijui hat-trick. Wala kama hivi tu. Wamejichanganya, wamekuja, Pacome kawakimbiza, tumekunywa supu. Hivi mmeona asubuhi nimemgia Pacome milioni 2. Mmeona nyie? 2 millions. Ha? Huyu anaita ya kweli. Wewe unanichukuliaje mimi? Njoo hapa. Hii hela nilomgia Pacome asubuhi, njoo hapa. Wewe njoo usiamini. Unaelewa? Au Kifaransa uelewi? Kweli eh? 2 million. Pacome bwana tuliwekeana ahadi mimi na yeye. Nafikiri ilikuwa ni Mbeya Mbeya Rwatani tuliwekeana ahadi mimi na yeye. Nikamwambia Pacome kwenye Kariakoo Derby. Sababu na mimi naye napenda purukushani. Walivyokuwa wanamjaza yule mtoto kule, nikasema hapana, sisi tuna mtu wetu hapa. Nikaambia sikiliza ndugu yangu, kwenye hii mechi una kazi hizi mbili za kufanya. Kwanza una kazi ya kuamua hatima ya MVP wa ligi msimu huu. Hii ipo ndani ya himaya yako. La pili, kuna kama kaubishani bishani hivi. Eti wewe si una nani? Kwa nikamwambia Pacome, kwenye hii mechi ukiweka assist na kugea milioni 1. Ukifunga goli na kugea milioni 1. Kwa hiyo Pacome angefunga goli 3 jana na assist 2, maana yake ningempa leo milioni 5. Lakini ameishia kwenye assist 1 na goli 1. Maana yake amepata milioni yake 2. Sasa bahati mbaya asubuhi tu nimeamka baada ya kumtumia Pacome na kupost mimi naye, goalkeeper Jigi Diarra akaniambia, "We kijana, na mimi kibunda changu." Kaomba naye kibunda. Sawa kuwa alhamdulillah pesa ipo hapa, Diarra na yeye mtashuhudia mwamala wake. Tamtia na yeye mwamala. Diarra amekwenda mechi 3 za Kariakoo Derby na clean sheet. Alafu kuna watu wanafananisha kifo na usingizi. Mtu anashupaza shingo. Si ndio maana kama mmetuangalia msimu huu tumeacha majibu patikane kwenye pitch. Si unani kipa bora, tumeacha macho ya